Unatumia hita ya bafuni au chooni lakini haujui setting gani inatumika vizuri. Basi, leo nitakuonyesha kila kitu kuanzia matumizi hadi usalama. Hakikisha unakuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo wa kipindi mpaka mwisho wa kipindi. Kitu cha msingi usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kila tunapokuwa tuna-upload video zetu kuhusu matumizi sahihi ya hita za chooni au bafuni. Ni hita ndogo ya bafuni au chooni. Ni wewe jinsi ambavyo utakavyotaka kuitumia. Kwa unaweza ukaitumia bafuni, pia unaweza ukaitumia chooni. Kama jinsi inavyoonekana hapo, brand yake ni Ziran. Hii hapa ndio brand yake. Ukiangalia kwa mbele hapa kuna vitundu vidogo vidogo vingi sana. Hivi vitundu kazi yake ni kutoa hewa kwa ajili ya kuweza kuipasha choo chako au bafu lako. Ukiangalia hapa, hichi ni choo. Umeona, hichi ni choo na mazingira ya humu ndani inaonekana kwamba kuna baridi. Kwa hiyo ndio maana ameweza kuitumia hii hita kwa ajili ya kuweza kuipasha joto hii choo yako. Kwa hiyo kwa mbele hapa kuna vitundu kwa ajili ya kuweza kutolea hewa, lakini pia kwa juu ukiangalia hapo kuna button ambazo hizo button kwa ajili ya control. Kwa hiyo unaweza kufanya setting kwa ajili ya mahitaji yako wewe jinsi ambavyo unavyohitaji ili hita yako iweze kufanya kazi. Lakini pia hapo ukiangalia hapo kuna button ya on and off kwa ajili ya kuwasha na kuzima hiyo hita yako. Sasa kikawaida hii hita huwa inadhibitiwa na switch ambayo inatakiwa iwe nje ya choo chako. Kwa kawaida labda ije ikae upande wa hapa ndio pawe kuna switch kwa ajili ya kuweza kuicontrol hiyo hita yako ambayo inakuwa iko ndani ya hichi choo. Lakini kwa jinsi inavyoonekana hii switch haifanyi kazi ya kuweza kucontrol hita pia na taa ambayo inakuwa inaonekana huko ndani. Hii switch inaonekana ni switch ya muda ambayo ilikuwa inafanya kazi kwa ajili ya choo kingine. Umeona? Kwa hiyo kwa maana hiyo ni nini? Maana hiyo ni kwamba wenyewe waliintroduce tu socket hapo ambayo socket inaleta power direct bila kuwa controlled na switch kwa ajili ya usalama zaidi. Kwa hiyo kwa wakaichukua hii hita yako wakaweza wakaiplug. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba hii switch haiko controlled na switch nyingine ya nje, haina shida. Kwa hiyo sasa unawezaje kuitumia hii hita yako? Kama jinsi inavyoonekana kwa juu hapa kuna hizo button kwa ajili ya control. Kwa hiyo sasa unahitaji uitumie sasa hiyo hita yako, unaitumia vipi? Labda unataka uitumie iweze kupata joto au iweze kupasha joto hichi choo chako. Kuweza kufanya setting kama ifuatavyo, unatakiwa uwashe hapa. Ukishaiwasha maana yake hita yako itakuwa iko on, na ukiangalia hapo ni kama kuna alama nyekundu, maana yake hapo imewaka. Baada ya hapo sasa ndio utabonyeza hiyo speed. Kwa speed kazi yake ni kubadili sasa kiwango cha joto ndani ya choo chako au bafu lako. Kwa hiyo kisha bonyeza speed, labda tunataka control sasa kiwango cha joto sasa. Tutaka control hapa kuna hizi button ya kutoa na kujumlisha. Ya kujumlisha maana yake ni kuongeza kiwango cha joto ndani ya choo chako au bafu lako, lakini kutoa ni kupunguza kiwango cha joto. Ukiangalia kwenye display hapo inasoma hapo ni joto la 20. Labda nataka niongeze. Umeona? Inaongezeka. Umeona? Utaongeza unapotaka wewe. Kama nataka upunguze, utapunguza. Umeona? Itakuwa inapunguza. Kwa hiyo kwenye kuspeed hapo ndo maana yake ndio unakuwa unabadili kiwango cha joto. Unataka joto kubwa au ndogo, maana yake ni kujumlisha au kutoa. Lakini pia hii hita inapokuwa inafanya kazi, labda wewe unataka ufanye kazi kwa muda fulani, kisha kwa muda fulani uweze kuzima. Kwa hiyo unabonyeza kwenye timer. Timer una set muda unaotaka wewe hii hita yako ikifika huo muda izime yenyewe bila kuzimwa na mtu. Kwa hiyo ukiangalia hapo na set hapo, unatumia hizi hapo, maana yake ni ndani ya dakika 15 hiyo hita itakuwa ni nzima.
Hapo ukiongeza, umeona hapo ni saa na ni nusu saa. Kwa ndani ya nusu saa hii itapasha joto chumba chako. Baada ya nusu saa hii hita yako itaweza kuwa ni kuzima. Hapa nataka upunguze kwenye kani ndani. Umeona? Imesha, sababu mwisho wake kabisa limiti yake ni 15 ndio mwisho. Ndani ya dakika 15 hii hita itakuwa imejizima. Kwa hiyo hivyo ndio jinsi ambavyo unavyofanya kazi kama jinsi inavyoonekana. Inaonekana ni hita ndogo, lakini ina nguvu ya kupasha choo chako au bafu lako, endapo tu utakapoitumia kwa usalama zaidi. Ni kifaa kizuri sana kwa kutumia, umeona. Lakini kitu cha tahadhari ambacho unatakiwa ukijua, ukiangalia kwa juu hapo kuna maandishi yameandikwa do not cover. Maana yake nini? Maana yake hutakiwi kuweka kitu chochote cha kufunika hii hita yako, sababu ukiifunika hii hita itazalisha joto ndani na kupelekea hita yako kuzalisha moto na baadaye hita yako kufa. Kwa hiyo make sure usiweke kitu chochote juu ya hita yako. Lakini pia unapokuwa unafanya setting kwenye hii control yako, hakikisha mikono yako inakuwa ni mikavu, usiwe na unyevu. Kitu kingine, haitakiwi kuinstall hita yako karibu na sehemu ambapo kuna hali ya maji au karibu na bomba, umeona. Kwa hiyo make sure hita yako haipo karibu na mazingira yenye maji. Kwa hicho ni kitu cha kuzingatia. Lakini kitu kingine cha mwisho kabisa cha kuzingatia ni kwamba usiache hita yako ikafanya kazi kwa muda mrefu bila kuwa na sababu maalum. Kwa kama hita haina matumizi yoyote kwa muda huu, basi make sure unaizima hita yako. Usiiache ikawa inawaka kwa muda wote. Kwa baada ya kusema hivyo, niseme asante sana kwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo kama kwenye video hii kuna kitu umejifunza, basi usiache kulike, kucomment, kushare na kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kupata notification kila tunapokuwa tuna upload video zote zile ambazo zinahusu matumizi ya nini ya hita.